Kwa miaka 18 nabii Yeremia ameingia kwenye mimbari huko Yuda kwa namna ya kusema na kuhubiri kwa uaminifu neno la Mungu. Kwa miaka 18 bila kukosa amefuata agizo lake kutoka kwa Bwana kuzungumza chochote ambacho Mungu alimwamuru. Katika Yeremia 1:7 alitoa ahadi hiyo. Mwitikio kutoka kwa watu umekuwa kama vile Mungu alivyomwambia ungekuwa. Alisema katika sura hiyo hiyo mstari wa 19, watapigana dhidi yako. Sasa wacha niwaambie wapendwa, kujitolea maisha yako kumfuata Bwana kunamaanisha kukabiliana na upinzani duniani. Kwa kweli, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba dunia itawachukia kwa sababu dunia ilimchukia yeye. Yohana 15. Mtume Paulo alionya kanisa kwamba wote wanaotafuta kuishi maisha ya uungu katika Kristo watateswa. 2 Timotheo saa 3 na madakika 12. Unaona, maisha yako hayakuwa rahisi zaidi ulipokuwa Mkristo. Kwa kweli, kwa njia nyingi yalikuwa magumu kidogo. Labda umejifunza hilo kufikia sasa. Upinzani kwa Yeremia utaongezeka tu. Nakumbuka hili, bado hajafikia katikati ya huduma yake. Sasa sura ya 26 ya Yeremia inaturudisha kwenye utawala wa Yehoyakimu. Hapa katika mstari wa 2 Bwana anazungumza na Yeremia tena, simama katika ua wa nyumba ya Bwana na uzungumze na miji yote ya Yuda maneno yote ninayokuamuru uyaseme kwao. Usifiche neno lolote. Mara nyingine tena Yeremia anafanya hasa kile Bwana anasema. Sasa bado kuna matumaini kwamba watu wanaweza kutubu, lakini Yeremia anawaonya kwamba wasipofanya hivyo, Mungu ataharibu hekalu lenu zuri. Wao hawapaswi kufikiria hekalu hilo kama, unajua, aina fulani ya hirizi ya bahati nzuri itakayowalinda dhidi ya hukumu ya Mungu. Hapana, jengo hilo, hekalu hilo, siyo dhamana ya usalama. Lakini hapa kuna jibu kwa mahubiri ya Yeremia. Mstari wa 8, Yeremia alipomaliza kusema yote ambayo Bwana alimwamuru aseme kwa watu wote, ndipo makuhani na manabii na watu wote wakamkamata wakisema, utakufa. Vipi kuhusu miaka 18 ya huduma ya uaminifu kwa Mungu? Tutakuwa. Basi katika mstari wa 11 makuhani na manabii wanasema anastahili kifo kwa sababu amethubutu kuhubiri dhidi ya mji wa Yerusalemu. Hilo ni uhaini. Anastahili kufa. Na bado nimesema hapo awali, nitasema tena, nimewahi kuwa na watu waliokasirika nami baada ya kuhubiri mahubiri. Nimekuwa na watu kadhaa kwa miaka mingi wakinipigia simu ofisini na kudai kwamba niache kuhubiri kuhusu wao, ingawa sikuwahi kuwataja au hata kuwa na wao akilini, lakini inaonekana kiatu kilitosha. Lakini sijawahi kuwa na watu wakijaribu kuniua baada ya mahubiri, angalau bado. Nakumbuka kutembelea kanisa dogo nchini Uingereza ambapo John Wesley alihubiri, na mwongozo alituambia kwamba katika tukio moja alihubiri dhidi ya maovu ya utumwa na waumini walikasirika na kuvunja viti vingi pale katika hekalu, na John Wesley alitoroka kupitia sehemu ya kwaya. Naam, inakukumbusha Yeremia hapa. Yeye amewekwa kwenye kesi. Makuhani na manabii wako tayari kumua. Hawapendi mahubiri yake. Anapanda kwenye kiti cha mashahidi kwa namna ya kusema pale mahakamani, na tena kwa uaminifu anatangaza maneno haya hapa katika mstari 15, jua kwa hakika kwamba mkiniua mtaleta damu isiyo na hatia juu yenu na juu ya mji huu na wakazi wake, kwa kuwa kwa kweli Bwana alinituma kwenu kuzungumza maneno haya yote. Lakini kwa bahati nzuri, kuna wazee fulani katika tukio hili la mahakamani ambao wanawakumbusha watu kwamba nabii Mika hakuuawa kwa mahubiri yake yasiyopendwa, na wanapaswa kuwa waangalifu wasimdhuru Yeremia. Na kwa ushauri wao, maisha ya Yeremia yanaokolewa. Sasa tunafika sura ya 27 na Yeremia anatoa unabii mwanzoni mwa utawala wa Sedekia. Sasa kumbuka, Sedekia ni mfalme wa mwisho katika Yuda kabla ya Babeli kufika kuchukua taifa katika uhamisho. Basi Sedekia amewaita viongozi wote wa kisiasa kutoka nchi kadhaa zinazozunguka upanga uasi huu dhidi ya Babeli.
Yeremia anasikia kuhusu hilo, anajitokeza na anatoa moja ya mahubiri ya vitendo ambapo anacheza kwa vitendo kile kitakachotokea. Bwana amemwambia Yeremia atengeneze nira ya mbao kama zile zinazotumika kufunga mafahali pamoja. Na kwa amri ya Bwana, Yeremia anaweka nira hii kwenye shingo na mabega yake mwenyewe, kisha anasema kwa mfalme na viongozi wote hawa hapa katika mstari wa 8, kama taifa lolote au ufalme hautamtumikia Nebukadneza huyu mfalme wa Babeli na kuweka shingo yake chini ya nira ya mfalme wa Babeli, nitaliadhibu taifa hilo kwa upanga, kwa njaa na kwa tauni, asema Bwana. Kwa maneno mengine, uhamisho wa Yuda huko Babeli ni mapenzi ya Mungu. Ni hukumu ya Mungu juu ya Yuda kwa uasi wao, na wanapaswa kuweka shingo zao chini ya nira ya Babeli kwa hiari. Sasa Yeremia anarudia unabii kwa Sedekia hapa katika mstari wa 12, leteni shingo zenu chini ya nira ya mfalme wa Babeli na mtumikieni yeye na watu wake na mtaishi. Lakini pamoja na hayo, nabii wa uongo aitwaye Hanania anajitokeza kupinga Yeremia na ujumbe wake, na sura ya 28 inarekodi mafundisho ya uongo ya huyu nabii wa uongo. Hanania anakuja na kushika ile nira ya mbao ambayo Yeremia alikuwa ametengeneza, na Hanania anaivunja na anawaambia watu kwa ufanisi kwamba Yeremia anadanganya, nira ya ukandamizaji ya Babeli itavunjwa hivi karibuni. Huo ndio unabii wangu kwenu. Kweli hiyo ilikuwa uongo. Kisha Yeremia anajibu kwamba nira hii ambao itabadilishwa na nira ya chuma. Hakuna mtu atakayeweza kuivunja hiyo. Kwa hayo, Yeremia sasa anatoa unabii wa kibinafsi wa Hanania, huyu nabii wa uongo. Hapa iko katika mstari 16, hivi ndivyo asemavyo Bwana, tazama, nitakuondoa kutoka uso wa dunia. Mwaka huu utakufa kwa sababu umetoa uasi dhidi ya Bwana. Kweli, miezi miwili baadaye, neno la Bwana kupitia Yeremia linatimia na Hanania anakufa. Sasa hiyo inapaswa kuvuta hisia za mfalme Sedekia na hawa manabii wengine wa uongo, lakini haifanyi hivyo. Kwa hiyo sasa hapa katika sura ya 29 upinzani unazidi ukua. Manabii wa uongo wenye nguvu zaidi ambao tayari wamehamishwa kwenda Babeli sasa wako huko, wakiwaambia watu kwamba uhamisho hautadumu kwa muda mrefu na watarudi kusherehekea huko Yerusalemu haraka sana. Kwa hiyo Yeremia anatuma barua kwenda Babeli na anawaambia waliohamishwa huko ujumbe tofauti kabisa. Barua hiyo inarekodi hapa katika mstari wa 5, jengeni nyumba na mkakae ndani yake. Pandeni bustani na mle mazao yake. Oeni na mzae wana na binti. Tafuteni ustawi wa mji ambao nimewatuma huko uhamishoni, na muombeeni Bwana kwa niaba yake. Kwa maneno mengine, hamtaondoka Babeli hivi karibuni. Kwa hiyo tulieni. Kwa njia, wapendwa, huu ni ushauri wa kiungu kwa kila muumini katika kila taifa hadi leo. Hapa ndipo Mungu amekuteua. Hudumieni kama raia wema. Tini mamlaka, mradi tu hawadai muasi neno la Mungu. Tulieni. Pandeni miti ya matunda. Pendezesheni nyumba yenu, ipake rangi nzuri. Fanyeni kazi vizuri kazini kwenu, kuwa mfanyakazi bora anayefika asubuhi. Mungu hajakuacha. Babeli siyo makazi yako ya kudumu. Usijaribu kuiharibu. Badala yake, anawaambia wao na sisi, iombeeni. Waombeeni watu mnapoishi miongoni mwao, mnaposubiri ukombozi kutoka kwa Bwana. Aya ya 11. Sasa ni ahadi kwamba kuna siku bora inayokuja. Bwana anawaambia waliohamishwa kupitia Yeremia, ninajua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu, asema Bwana, mipango ya mafanikio na si ya maovu, wapa siku za usoni na matumaini. Ahadi nzuri iliyoje! Bwana ana mipango kwa ajili ya siku zao za usoni, na wakati huo huo wanapaswa kumtumikia Bwana pale alipo waweka hata katika nchi ya Babeli. Kweli haimfanyi iwe rahisi kwa Yeremia. Kwa kweli sura hii inaisha na upinzani zaidi. Wakati huu nabii wa uongo anaitwa Shemaia
Na anatuma barua kutoka Babeli kurudi Yuda, akiwaambia makuhani na watu wamkeme Yeremia kwa kuandika barua ile inayowaambia waliohamishwa Babeli watulie na wapande miti. Sasa Shemaia anasema, mnajua nyote mnahitaji kumkemea Yeremia kwa ujumbe wa aina hiyo, wa kukatisha tamaa. Lakini Shemaia anakosea na Yeremia yuko sahihi. Unajua, unapoleta ukweli wa neno la Mungu kwa ulimwengu wako leo, unaweza kupuuzwa, kukataliwa, kudharauliwa, labda hata kuchukiwa na kuteswa. Lakini ngoja nikwambie, ulimwengu unakosea. Na wewe muumini, uko sahihi. Na mwishowe Mungu atakuwa na neno la mwisho. Wakati huo huo, kumbuka mpendwa, hata unapoishi Babeli leo, Mungu ana mipango kwa ajili yako. Ni mipango ya ustawi wako, sio ya uovu, bali kukupa maisha ya baadaye na tumaini. Na ni maisha ya baadaye gani ambayo sote tumeahidiwa kutumia umilele na Bwana wetu mbinguni? Basi hadi safari yetu ya hekima ijayo pamoja, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.